Simama tuombe. Mungu, asante kwa ajili ya siku njema ambayo umeifanya. Tuko katika ibada ya mwisho wa mwezi na tunaelekea ukingoni wa mwaka 2020. Tunayo sababu ya kulibariki jina lako kwa sababu katika umbali wote unatuchukua tangu Januari mosi mpaka kufikia kipindi hiki cha Novemba mwishoni, tunapokwenda kumaliza mwezi huu kwenda kuanza mwezi mwingine, tunakuruhusu Mungu endelee kusema nasi ili tuweze kupokea kile ambacho Mungu umekusudia siku ya leo. Sema neno na kanisa lako linasikia. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Amen. Naomba ukae. Basi nikukaribishe wewe ulioko hapa kanisani na wale ambao watatufuatilia kupitia channel yetu ya Mvua za Baraka. Wote kwa pamoja na wakaribisha katika ibada hii njema ya Jumapili, na ujumbe ambao tunaanza nao unasema kazi yako ikupe kodi. Sema amina. Amen. Sasa unaweza kuandika kazi yangu inipe kodi, inipe ada, inipe mavazi, inipe nyumba, inipe kwa wanaume mke, inipe kwa wanawake mume, inipe gari. Sasa wewe mwenyewe andika, unataka kazi yako ikupe nini? Sasa tunaona kama una cha kuandika hujui hata cha kufanya. Unasema sawa kwenye moyo, yani kazi yangu ikinipa gari mimi. Lakini pia katika unasema hii kazi ya mshahara 3 itanipa gari. Haijalishi hata kama mshahara laki. Kama utaamini ujumbe huu na usikia leo, hiyo kazi itakupa kila kitu. Sema amina. Amen. Nasema hiyo kazi itakupa kila kitu. Bwana asifiwe. Amen. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Kazi yako ikupe kodi. Sema amina. Amen. Sasa nasema mchungaji, mimi sio mpangaji, kodi ya nini nakaa kwa baba? Wewe kula kulala. Sasa hata kama unakaa kwa baba na viatu akununulie baba na nguo akununulie baba, basi kazi yako ikupe hata viatu. Eti dume zima linakaa, yani mimi mzee unakuta mwezi mzima umepita Januari chochote. Januari chochote kabebe zege. Hiyo kazi itakupa viatu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako kafanye kazi ikupe kodi. Kafanye kazi ikupe chakula. Kafanye kazi ikupe chakula. Kafanye kazi usiwe omba. Kafanye kazi usiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashangaa siku hizi eti watu wanaongezeka barabarani mara kuona kakugusa hata kujue nani. Naomba Mungu aturuhusu pia wakati mwingine sisi kuwajibu. Bwana asifiwe. Amen. Wewe naomba tunaomba, hiyo ndio kazi. Kafanye kazi. Sema amina. Amen. Soma pamoja nami katika Injili ya Mathayo sura ya 17 mstari wa 24 mpaka 27. Kazi yako ikupe kodi. Mathayo sura ya 17 mstari wa 24 mpaka mstari wa 27. Hata alipofika Kapernaum, wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro wakasema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Watoza ushuru wao walipisha kodi, wanamzengea Yesu, wanambizia Yesu. Mwambie jirani yako, ukizengea baba mwenye nyumba usimkasirikie. Maana kuna watu sasa, yani huyu mwenye nyumba ikifika tarehe 29 ndio anajifanya anakuja kusalimia. Hilo hata Yesu alizengewa. Amen. Maana ndio shughuli hao watoza ushuru. Amen. Biblia inasema alipoingia katika mji unaitwa Kapernaum, ile kitendo cha kuingia wakashindwa ile kumkabili Yesu kwanza moja kwa moja. Wakasema ngoja tuanze na hawa walio karibu naye. Sasa inawezekana hawa wakati huu walikuwa sio wale waliochukua mwaka jana. Kwa hiyo wakaanza kutafuta taarifa ya kwamba huyu mwalimu wenu analipaga kodi, shekeli ni hela. Petro akajibu kwa uhakika, akasema huwa anatoa.
Mwambie jirani yako, wewe unalipa kodi. Kodi ya nyumba wewe unalipa. Kodi ya mapato hiyo unapeleka TRA au ZRB, wewe unalipa. Wakristo wanakwepa kodi za mapato. Kwa hiyo wanafanya biashara nao kijanja janja. Wakisikia leo wanapita wanafunga maduka. Mwambie jirani yako unaenda motoni. Hiyo kazi unaifanya lazima ikupatie pesa ya kulipa kodi ya mapato. Hiyo kazi unayofanya lazima ikupatie pesa ya kulipa kodi ya nyumba. Sema amina. Hiyo kazi unayofanya lazima ikupatie pesa kulipa ada za shule. Sema amina. Chochote unachofanya lazima kikupatie pesa. Sema pesa. Pesa. Nataka pesa. Na mimi kazi ya madhabahu ninaifanya lazima nipatie pesa. Hapa lazima leo sadaka itoke. Amen. Sema amini. Mwambie jirani yako, kazi yako lazima ikulipe. Mwambie mwingine, kazi yako lazima ikulipe. Sasa unaanza kupata imani. Sasa kama una kazi, shughuli unayo, kipi kitakachokubeba? Wakamuuliza, mwalimu wenu ulipa shekeli? Petro akasema, mwalimu wenu, akasema ndio. Na mstari wa 25, na alipoingia nyumbani Yesu alitangulia kumuuliza akasema, waonaje Simoni? Hata Biblia haituambii kama walizungumza, lakini Yesu alipowaona watoza ushuru kwa mavazi yao akajua walichojifuata. Umeelewa? Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipowaona akamwambia Simoni, waonaje Simoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Anamuuliza. Biblia inasema Petro akajibu. Mstari wote tunaendelea nao wa 25. Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Alimwambia, basi kama ni hivyo, samani nimeruka, kwa wana wao au kwa wageni? Mstari wa 26, naye aliposema kwa wageni, Yesu akamwambia, basi kama ni hivyo, wana ni mahuru. Zile kodi ambazo zinahusu wageni sisi tuko huru, wala hatuna hofu nazo, lakini tusije tukawakwaza. Kumbe usipolipa zile kodi zinazokuhusu ni kwazo na zinaweza kuleta madhara. Anasema lakini tusije tukawakwaza, enenda baharini ukatupe ndoana, ukatoe samaki yule azukae kwanza, na ukifumbue mdomo wake utaona shekeli. Ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawalipe kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Sema amina. Amen. Ujumbe wetu unasema kazi yako lazima ikupe kodi. Amen. Yesu hakuruhusu Petro akapate shekeli nje ya kazi yake. Wote tunafahamu kwa wasome Biblia ya kwamba Simoni Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Amen. Kwa hiyo wakati anakuja kwa Yesu ni mvuvi. Hiyo ndio shughuli yake. Na Yesu anamwambia Simoni ya kwamba utarudi katika shughuli ile ile unayojua, na hatimaye utatupa ndoana pale kwenye bahari au pale kwenye mto au pale kwenye ziwa, na samaki wa kwanza atakayezuka, fungua kinywa chake. Ndani ya samaki huyo uhitaji kwenda kumuuza, kwa sababu huyo samaki wa kipindi hichi ni wa muujiza. Amebeba fedha kinywani. Sema amina. Amen. Sema amina. Mwambie jirani yako, kazi ya mwaka ujao ni kazi ya muujiza. Nasema kazi ya mwakani inayokuja ni kazi ya muujiza. Kazi ambayo itakuwa imebeba, imesheheni fedha. Haitategemea vile vitu vidogo vidogo. Maana zamani Petro alikuwa anategemea akivua samaki apite barabarani, aende ufukweni, aanze kuchuuza samaki.
aanze kuuza samaki habari ya shekeli. Mungu akaleta mageuzi ya kimuujiza, akafanya samaki mwenyewe ndio amebeba hiyo fedha. Sema amina. Nasema kazi yako itabeba fedha, kazi yako italeta wateja, kazi yako italeta pesa kujenga nyumba kwa jina la Yesu. Hatutafanya kazi ambazo zilete hela. Wewe jitoe tu, wewe tumika tu. Unajua ndio hivyo. Hamna cha ndio hivyo. Tunataka shughuli ambayo ndani yake ina hela. Tunataka kazi ambayo inalipa. Tunataka biashara ambayo itafanya familia iishi vizuri. Na ndio maana nataka kutabiri mapema kabla mwaka hujaanza wa 2021 ya kwamba kuanzia leo tarehe 29 tunapokwenda mpaka Desemba 31 tutakapoingia siku ya kwanza ambayo ujumbe wa mwaka mpya unakuja, utakuwa sasa tunavuka kwenda katika mambo makubwa. Sema amina. Sema amina. Tutavuka Yordani kwa jina la Yesu. Tutavuka bahari ya Shamu kwa jina la Yesu. Tumetoka katika bilinge kubwa za mwaka 2020, maana kuna corona, maana kuna biashara, maana kuna utalii, maana kila kitu kimesizi, vinakwenda kuinuka tena 2021 kwa jina la Yesu. Na tutakwenda kuvuka na mshahara mpya. Nasema unakwenda kuvuka na mshahara mpya, kesho mpya, mapato mapya. Sema amina. Nasema sema amina. Wangapi watavuka pamoja nami? Kama ulianza na kuuza shilingi 5,000, shilingi 10,000, sasa tunazungumza kwa jina la Yesu Kristo, unakwenda kuuza laki per day, 50,000 per day. Nasema nakwenda kutokea kwa jina la Yesu. Wale mnafanya biashara za dola huko mjini, mnakwenda kufukuza, badala ya kuuza dola 5, dola 10, unauza $25 per day, $50 per day, $100 per day, $200 per day. Ukizikusanya kwa jina la Yesu, kufikia mwisho wa wiki mzee una dola 600. Ukizibadilisha hizo ni kama una milioni 1.3. Ukipiga mara mwezi mmoja mzee una kabuni milioni 5. Sema amina. Sema amina. Na ukija hapa Jumapili na hakika na mimi nakaa vizuri. Nasema sasa madhabahu nayo inaanza kufunguza. Sema amina. Sema amina. Nataka nikwambie na kesha kwa ajili yako. Naomba kwa ajili yako. Nimekaa kwenye Biblia miaka zaidi ya 26 nilikuwa sijaelewa ile andiko. Nilikuwa sijaelewa. Ni mpaka juzi mwanzo wa wiki Bwana akawa ananiambia, na washangaa kazi zenu mnazilalamikia, biashara zenu mnazilalamikia. Mimi nina uwezo kupitia kazi zenu kuwatunza kwa jina la Yesu. Nina uwezo kupitia biashara zenu kuwatunza kwa jina la Yesu. Nina uwezo kupitia shughuli yako, labda ni kilimo, labda ni ufugaji. Hiyo hata kama ulianza na kuku 2 3, mbuzi 2 3, ng'ombe 2 3, itakutunza kwa jina la Yesu. Umeanza na biashara ya wateja 2 3, usidharau, kwa sababu hiyo Bwana anakwenda kuifanya inafukuza kwa jina la Yesu Kristo. Itafukuza kwa jina la Yesu Kristo. Lazima shughuli zako zilete mapato. Sio unafanya shughuli ambazo zilete mapato. Biblia inasema, Yesu anasema nitabariki kazi za mikono yako, nitabariki kapo lako la kukandia, nitakubariki wingi yako. Sisikia hata amina. Unazungumza na watu wenye ufahamu mzito waliolemewa na maisha. Nataka nizungumze na watu wenye ufahamu mwepesi, wanaelewa ninachosema. Nasema utabarikiwa unapoingia. Nasema utabarikiwa unapotoka. Nasema utabarikiwa mjini. Nasema utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa kapu lako la kukalia. Utabarikiwa uzao wako. Utabarikiwa mipango na mikakati yako. Utabarikiwa shughuli zako. Utabarikiwa usiku. Utabarikiwa mchana. Utabarikiwa asubuhi. Utabarikiwa jioni. Utabarikiwa madhabahuni. Utabarikiwa nje ya madhabahu. Piga kelele, sema napokea. Nasema napokea. Yesu akamwambia Petro, nenda. Mwambie mtu fulani nenda. Mwambie mwingine nenda. Kavue yule samaki. Nenda kwenye ile kazi yako. Nenda kwenye ile biashara yako. Nenda, nasema nenda kwa jina la Yesu. Nenda, nasema nenda. Nenda na walikokuahidi kwamba njoo tutakupa kazi, nasema nenda. Kule alipokuambia njoo atakupa mtaji wa biashara, nasema nenda. Kule alipokuahidi njoo tutakupa kiwanja, nasema nenda. Nasema nenda. Yesu akamwambia Petro, akamwambia nenda. Mpaka pale ambapo umekuwa ukifanya shughuli zako. Tupa ndoana tena mara ya pili. Alafu kisha tupa ndoana.
Samaki atakayekuja sio wa kumuuza, uwe tayari ana fedha kwa ajili yako. Sema amina. Sema amina. Mtu fulani, mteja wa kwanza anayekuja sio wa kumpoteza. Nasema sio wa kumpoteza. Nasema sio wa kumpoteza. Nasema sio wa kumpoteza. Huyo ndio kifungua njia ya biashara ya siku hiyo. Ndio maana asubuhi kabla ya biashara hakuna kukopesha watu. Nasema hakuna kukopesha watu, hata kama mpendwa. Usimkopeshe asubuhi kabla biashara hazijaanza kuuzika. Akija mpendwa, si tukopesha kiberiti, mwambie kaa kando. Hapa tunaanza kuleta mtiririko wa fedha. Wanaanza kuleta fedha, wanafungua mlango wa fedha. Nasema mwenye kitu ataongezewa, asio nacho hata alicho nacho kidogo atanyang'anywa. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Nitaweka fedha, itazaa fedha. Nasema nitaweka fedha, itazaa fedha. Nitatoa jasho, itazaa fedha. Nitafanya kazi, itazaa fedha. Itakuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Shetani asikudanganye na kukuambia unajua maisha magumu. Yesu ameshasema nenda kavue samaki wa kwanza. Nenda kaweke biashara darajani. Nenda kaweke biashara Mechezani. Nenda kaweke biashara ya poti. Nenda kaweke biashara kwenye mikusanyiko mikubwa. Kama ni Dar, weka Kariakoo. Kama ni Mwanza, weka tauni. Kama ni Morogoro, weka tauni. Kama ni Mbeya, weka tauni. Kama ni Kahama, weka tauni. Sema tauni, tauni, tauni. Ina maana mjini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Kuthibitisha ya kwamba kazi yako inapaswa kukulisha. Paulo mtume alisema maneno yako kwenye Wakorintho wa kwanza. Kazi yako ilete mafao. Kazi yako ilete furaha. Kazi yako ilete changamko. Kazi yako imfanye mkeo akupende zaidi. Kwamba unanawili, unapendeza, unashine. Sema amina. Sio unafanya kazi na uli umepigika mpaka unapolewa unapoamkia ujuu. Sema halo. Bwana asifiwe. Kazi yako imfanye mkeo akikuona tutabasamu kama lote. Kwamba baba huyo katoka kazini na mkononi ana hela. Sema amina. Sema amina. Unajua mke wangu si bwana, unajua ule bosi, hamna cha ule bosi, samaki lazima utoe hela. Lazima utoe hela by fire, by force, by prayer, by fasting. Lazima hela itoke kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari kuanzia wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari kuanzia wa 9. Biblia inasema, tasoma mpaka 14. Wakorintho wa kwanza 9 kuanzia 9. Biblia inasema, kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Maana yake nini? Huyo ng'ombe watu wa Iringa wanajua, Mwanza watu wakulima wanajua, pengine hata hapa Zanzibar, kwamba ng'ombe unamtumia kulima, hapo kila tu hindi moja unampiga. Anasema hilo ni kosa. Hilo ni kosa, lazima ale kwa kile ambacho anakifanya. Lakini anasema hapa kuzungumzia habari za ng'ombe. Katika mstari ule nimesoma Wakorintho wa kwanza sura ya 9 kuanzia mstari wa 9. Nasoma mstari wa 10, nasema, je, hapo Mungu aangalia mambo ya ng'ombe? Jibu ni la. Anaangalia mambo ya wanadamu. Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Na yaliandikwa kwa ajili yetu. Sema amina. Kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Sema amina. Mwambie jirani yako, sitalima bure. Sitafanya kazi bure. Sitafanya biashara bure. Biblia inasema tumefanya kazi za kuchosha usiku kucha hatujapata kitu, hiyo tunaifuta kwa jina la Yesu. Maana Yesu alipowaambia wale wanafunzi, tupeni jarife mpaka kilindini, Biblia inasema wakapata samaki wakubwa zaidi ya 153 mpaka nyavu zikaanza kukatika. Jaribu kuwaza uvune upate majodari yenye kilo zaidi ya 153. Wewe tajiri. Wewe tajiri. Upate kingfish nguru zaidi ya 153. Ile boti yenyewe yote unayobebea inaweza kazama. Biblia inasema mpaka nyavu zikaanza kutatuka. Usikae kwenye ile kazi ya kuchosha usiku kucha. Kaa kwenye ile ambayo Yesu anasema tupa jarife mpaka kilindini. Tupa
nyavu mpaka kilindini, tupa ndoano mpaka kilindini. Sema amina kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako acha tabia ya kufunga duka mapema. Mwambie mwingine acha tabia ya kuchelewa kufungua biashara. Eti kuna Wakristo unapita barabarani hao na maduka, eti mpaka sasa hivi hawajafungua sababu wanaishi Zanzibar. Acha upindi huo. Duka la Mkristo 12 liko wazi. Amen. Ili wafanyakazi wanaotaka maziwa wanunue maziwa kwako, na usirudie kuja dukani kwako hapo kitu huna. Wakati madukani yapo vipo. Amina. Kikiisha tu boda lete maziwa. Hizo sisi tunakwenda kwenye maduka tunataka maziwa. Hamna. Maziwa zamu hamna. Maduka gani? Yana hata vitu vya matumizi ya kawaida hamna. Wewe unafanya biashara unafanya nini? Tafuta vitu vinavyokwenda kwa haraka, weka wakati wote vipo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Duka la mtoto wa Mungu litafungwa tu wakati uko ibadani, lakini nje ya ibada duka liko wazi. Ukiweza fanya kazi usiku kucha. Weka shifti. Kuna watakaoingia asubuhi mpaka jioni, kuna watakaoingia usiku. Hata kama usiku utapata wateja wawili. Watu wakishazoea kwamba duka lile huwa alifungwa, ukigonga linafunguliwa, watakuja kwa jina la Yesu. Nasema watakuja kwa jina la Yesu. Mungu ametupa saa 24 za kuzalisha. Hajatupa masaa 12 peke yake. Saa 24. Zitumie vizuri. Kama wewe ni mkulima, weka mataa shambani. Kuna watu wanalima usiku na watu wanalima mchana. Wewe ukilima usiku ataniambia mwanga, wewe unalima uonekane. Wanga ndio waonekana. Wewe unalima mataa yanaonekana, trekta inapita, unawanga gani? Ni kwa sababu unajua umuhimu wa wakati. Leo unasikia mvua za vuli zitanyesha siku 7, 8, 9, 10. Na unataka ulime haraka upande. Piga kilimo usiku na mchana. Tafuta vijana waambie, mlio tayari kulima usiku, nafunga generator na mataa, mko tayari, tuko tayari. Kwani mpira icheze usiku? Mpira biashara sio biashara. Mpira kazi sio kazi. Wapigana ndoto wapigane usiku. Unasikia mtu saa 8 usiku kamtwanga mtu konde. Down anaenda kuchukua dola zake 100,000. Mwambie jirani yako ni usiku na mchana. Mwambie mwingine ni usiku na mchana. Saa 12 wamezoea kufunga ya kwangu haifungwi. Saa 1 wamezoea kufunga ya kwangu haifungwi. Itabaki wazi mpaka 5 usiku. Sasa nimesikia usingizi wa kutosha. Naambia Jehova, leo nimekaa mpaka saa 5 sijauza, lakini jina lako libarikiwe. Lakini kesho tena mpaka saa 5. Kesho kutwa tena mpaka saa 5. Kapita msafiri fulani kaona hii duka liko wazi, kanunua milioni 20,000. Jina lako Jehova libarikiwe. Amen. Paulo mtume anaendelea kusema. Katika mstari sasa unakuja 11. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Mwambie jirani yako, mwaka ujao mchungaji atavuna sana kutoka kwako. Maana wewe ndio shamba lako. Mwambie fulani, wewe ndio shamba la mchungaji. Sema amina. Nasema wewe ndio shamba lako. Na mimi nitakuja hapa nitoke jasho kwa ajili yako. Nitaomba kwa ajili yako. Nitakubariki, nitakushauri, nitakutia moyo kwa jina la Yesu. Na ukifika mwisho wa mwezi navuna. Na hatutaoneana aibu wapendwa. Tunaoneana aibu, mchungaji. Mwaka 2021 mnaoneana aibu. Mpendwa zake yuko wapi? Mpendwa, mbona sikuelewi? Mbona sioni network yako ikishika na network yangu? Bwana asifiwe. Paulo mtume anasema kama tunapanda vitu vya rohoni, sisi tunavuna kutoka kwenu vya mwilini. Sema amina. Kwa sababu kupitia vitu vya roho nyinyi mnafanikiwa. Ndio maana anasema mpenzi wangu Gayo nikupendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama roho yako ifanikiwavyo. Utafanikiwa kwa jina la Yesu. Nasema utafanikiwa kwa jina la Yesu. Tunaendelea kusoma mstari wa 12. Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi zaidi, lakini hatukutumia uwezo huu, bali tuvumilia mambo yote. Paulo amesivumilii tena. Mwambie jirani yako, mchungaji amekuvumilia muda mrefu. Mwambie, nisaidie kumwambia kwamba mchungaji amekuvumilia muda mrefu. Hivi karibuni utaona simu yake. Uipokee tu kwa amani, kwa sababu ataulizia zaka, hamna kitu kingine. Paulo amesivumilii tena. Miaka 20. Amina. Miaka 20. Pigia anasema amina makofi. Huyu ananisaidia kazi. Piga makofi kwa mtu anasema amina. Usiwe na moyo mdogo kama wa Esau. Huku sioni makofi, huku ndo kuna na tatizo.
huku kuna tatizo, na hilo tatizo lazima tulishughulikie. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Mimi sivumilii tena. Nataka zaka yangu, nataka sadaka yangu, nataka dhabihu yangu. Kama unavyotaka Jumapili ukute neno, na mimi nitakupatia neno lako, nitakupatia ujumbe wako, nitakupatia maombi yako, nitakupatia baraka yako. Sema amina. Sema amina. Nitakupatia baraka zako kwa jina la Yesu. Unajua baraka zetu wengine ziko kwa mchungaji, lakini hatujui. Biblia inasema watumishi wa Mungu wanaposimama kwa uaminifu na kwa kweli na kusema kwamba Bwana amesema kwamba nitakayembariki atabarikiwa. Sasa leo nakubariki kaka fulani, leo nakubariki dada fulani. Hiyo ni kweli. Mbingu zinafunguka kwa ajili yako. Nasema mbingu zinafunguka kwa ajili yako. Usikae mwezi mzima mchungaji hajakubariki. Dai. Unaona tu mchungaji anaingia, anatoka kama mchungaji, sikiliza. Ibada iliyopita hujabariki watu. Na ibada iliyopita hujabariki watu, tafadhali. Nimekuja ofisini unibariki. Wengine nawezekana hawana haja na baraka. Mimi nataka blessing. Ndio maana Yakobo akamwambia malaika, mimi sikuachi. Siangalie Esau anadai baraka au anadai baraka. Lakini mimi sikuachi mpaka umenibariki, na utabarikiwa kwa jina la Yesu. Nasema utabarikiwa kwa jina la Yesu. Paulo mtume anaendelea kusema katika mstari wa 13. Neno la Mungu linaendelea kusema. Mstari wa 12 tunaendelea, lakini hatukutumia uwezo huo, bali twavumilia mambo yote. Nimesema sivumilie tena, tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Haizuiliwi tena hii. Paulo inasonga mbele hii. Hii haizuiliwi, inasonga mbele. Wanaokataa wakatae, inasonga mbele, anaosonga mbele. Sema amina. Mwambie hapo, nenda na wanaokwenda. Wajua watu wanasomaga tu Elia na wali yao, mimi silii tena. Watu ni wepesi na kusoma maneno ya huzuni. Lia na wali yao. Mbona usemi twende na waendao? Mbona usemi tule na walionazo? Unabaki tulia na wali yao. Atulii tena. Sasa tunakwenda kula na walio navyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo hapo tunakula vinapokuliwa. Tunakukula vinapokuliwa. Na tutakula mwaka huu kwa jina la Yesu. Nasema tutakula kwa jina la Yesu. Mstari wa 13, hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekalu hula katika vitu vya hekalu, na wale wahudumio madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Mwambie nako injili inalipa. Lakini kwanza uokoke. Ukijia kichwa kwanza kuhubiri hujaokoka, mapepo yatakutimba, yatakuvuruga, yatakuua. Hapo unajikuta mtumbo umevimba, unaishia jehanamu. Mimi mtu wangu anafikiri tu inalipa ni hubiri. Lazima kwanza uzaliwe mara ya pili. Nasema lazima uzaliwe mara ya pili. Kabla hatujaomba nataka nikusomee kitabu kile cha Mithali sura ya 14. Mithali sura ya 14 kabla hatujaomba. Mithali sura ya 14. Umefika pale? Umefika pale? Mstari wa 23. Mithali 14:23. Tunasoma wote 1, 2, 3. Ngoja tusubiriane kidogo, maana anasema hata mkutanikapo kanisani mngojane. Ngoja tungojane kidogo, na wale wengine ambao wanaandika basi na nini nao wafike pale au tusome wote. Uko tayari? Amina. Nauliza, uko tayari? Mtu wa Mungu, kazi yako lazima ikulipe. Na leo nitakubariki. Nasema nitakubariki. Mwezi wa 12 ambao tunauanza siku ya Jumanne, nataka nikuhakikishie mpaka itakapofika tarehe 31 utakuwa na hela ulizokuwa unakusudia usipate mwaka huu mzima. Nasema utakuwa na hela ambayo ulikusudia usipate mwaka huu mzima. Ulizikosa kwa sababu ya corona, ulizikosa si mambo yaliharibika. Mimi naitisha hizo fedha kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Naitisha hao samaki kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Nasukuma wateja wa kizungu waje juu yako. Nasukuma wa Kimarekani waje, wa Kiitaliano waje, wa Kihindi waje, wa Kiafrika waje. Nasema nasukuma wateja kuja dukani kwako kwa jina la Yesu. Yaani shetani asitake. Mimi kabla ya mapambazuko asubuhi nasukumia wateja kwako. Kwa maombi yenye nguvu.
siku hizi hakuna siku nisioamka saa 9 saa 10. Nina ghadhabu si za kawaida, muulize mke wangu atakwambia. Nina ghadhabu, nasema haiwezekani watu hawa washinde kufurahia matoleo ya Bwana. Kwa hiyo nikiamka nasukumia upepo wa kware uje kwako, upepo wa wateja uje kwako, upepo wa fedha uje kwako, upepo wa cheo uje kwako, upepo kubadilisha mshahara uje kwako kwa jina la Yesu. Ninausukuma uje, nazisukuma dola zije, nasukuma shillings zije, nasukuma Kenya money zije, nasukuma euro zije, nasukuma pound zije kwa jina la Yesu. Kwa roho zinakuja na utazipokea katika jina la Yesu Kristo. Mithali sura ya 14 mstari wa 23, 1 2 3 twende. 1 2 3 tuanze. Katika kila kazi mna faida. Sema amina. Sema napokea faida ya kazi yangu, napokea faida ya biashara yangu. Sitapata hasara, sitapata hasara, sitajutia kazi yangu, sitajutia biashara yangu, sitajutia mtaji wangu, sitajutia maamuzi yangu. Pale uliposema kwa jina la Yesu, simama mwambie Bwana, kila kazi niifanyayo, kila biashara niifanyayo, najua kuna faida, najua kuna faida, lazima inilipe, lazima inilipe. Paza sauti mbele za Bwana, maanisha mbele za Bwana, kusudia mbele za Bwana. Mwambie Bwana, hii kazi umenianzishia, hii biashara labda ni ya sabuni, hii biashara ni ya visheti, hii biashara ni mamalishe, hii biashara ni babalishe, hii biashara usambazaji labda wa vitabu, usambazaji wa biashara za utalii, hii biashara kwa jina la Yesu lazima inilipe, lazima inilipe. Maana imeandikwa katika kila kazi mna faida, mna faida. Na kwenda kwenye ile kazi, na kwenda kwenye ile biashara, na kwenda kwa jina la Yesu. Maana lazima inilipe, maana lazima inilipe, maana lazima inilipe, maana lazima inilipe. Hii biashara ya nafaka, hii biashara ya ufugaji, hii biashara ya mayai ya kuku, hii biashara ninayoifanya ya mazao mabichi, hii biashara lazima inilipe, lazima inilipe, lazima inilipe, lazima inilipe. Piga dua, piga dua, piga dua, piga dua, piga dua, piga maombi, piga maombi. Kama kuna tajiri, kama kuna bosi wako anazuia cheo, anazuia cheo, mwambie lazima ulipe cheo, lazima ulipe mafao, lazima wewe bosi mtaje mbele za Bwana, mtaje mbele za Bwana. Huyo ambaye amekuwa kikwazo, anazuia wewe kuongeza mshahara, anazuia wewe kulipwa fedha, hebu mtaje leo, mwambie lazima uachie hela, lazima uachie, lazima uachie. Wewe samaki, wewe samaki, wewe samaki, wewe samaki, lazima uachie hela, lazima uachie hela, lazima, lazima, lazima. Ataachia hela ya likizo yako, ataachia hela, lazima waachie, lazima waachie, lazima waachie, lazima waachie, lazima waachie. Kama wameitwa wanakuja kama kware jangwani, walidondokea mahali ambapo Israeli wamepiga kambi. Wateja waone duka lako, waone biashara yako, waione kwa jina la Yesu. Wafunguliwe macho, wafunguliwe macho. Roho ya uchawi inazuia wateja wasione biashara yako, ninaivunja, ninaivunja, ninaivunja. Roho ya kichawi, roho za chuki zinazozuia cheo, zinazozuia faida, nazivunja, nazivunja, nazivunja kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Kama pamoja nami sema samaki. Tema, cheua pesa yangu. Ewe samaki, tema, cheua cheo changu. Ewe samaki, tema, cheua mshahara wangu. Ewe samaki, tema, cheua pesa zangu.
ninazodai. Tema kwa jina la Yesu. Chua kwa jina la Yesu. Na kushurutisha, lazima uteme, lazima ucheue. Hizi ni fedha zangu, hii ni cheo changu, hii ni nafasi yangu, hii ni biashara yangu. Lazima inituze, lazima inipe kodi, inipe gari, inipe nyumba. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inatema, 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 inatema. Nasema inatema katika jina la Yesu. Amen. Amen. Weka mikono juu nikubariki. Weka mikono juu nikubariki. Kwa jina la mtakatifu Yesu aliyemwamrisha Petro kwenda kuvua samaki, ndiye anayekuamrisha leo. Anasema asiyefanya kazi na asile. Nenda ukafanye kazi, nenda ukafanye biashara, nenda ukafanya ufugaji, nenda ukafanya utakaenda kufanya kwa jina la Yesu Kristo. Lolote ulifanyalo kwa neno au kwa tendo, likupe kodi, likupe fedha, likupe faida katika jina la Yesu. Wanayezuia cheo chako na wakemea, na wasambaratisha, na wavuruga. Wanayeshikilia hela zako katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, kwamba ni majitu kama Goliati, na yapiga kwa kombeo la jina la Yesu, na yapiga kwa kombeo la jina la Yesu, na yapiga kwa kombeo la jina la Yesu. Biashara zako za duka zitanawili, biashara zako za kifedha zitanawili, biashara zako za kila siku zitanawili, kazi yako itanawili, biashara yako itanawili. Fedha za aina zote naziamrisha zikujie. Kama ni paundi zikujie, kama ni euro zikujie, kama ni 2 shillings zikujie, kama ni dola zikujie, kama ni Kenya mali zikujie, kama ni riali zikujie, kama ni faranga zikujie, na tamka zikujie. Kama ni dinari zikujie, na tamka zikujie. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Umepokea. Sema nimepokea, sema nimepokea. Umepokea kwa jina la Yesu.